Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo samedi le 8 Novembre 2025. Tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano yanayoendelea kati ya vikosi vya wazalendo na waasi wa AFC M23 Twirwaneho, Redi Tabara na Ngomino. Mapigano yanaendelea kuripotiwa ndani ya maeneo tofauti mu province ya Sud Kivu na Nord Kivu. Tutawaambia hali halisi kwa sasa kwenye uwanja wa vita na tumewaletea taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana kwa sasa ndani ya nchi ya Kongo. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, kucomment na kulike, kuzisambaza habari hizi ziwafikie wengi. Mjiunge na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo mkomantere au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa tutakuunga na sheni yetu ya WhatsApp. Habari zetu za asubuhi ya leo tutazianzia ndani ya teritware ya Mwenga ambapo vikosi vya wazalendo vilishambuliana na waasi wa AFC M23 ndani ya maeneo tofauti. Ni siku ya jana ambapo milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilisikika ndani ya eneo ambayo inaitwa Kibanda Mangobo. Mungini huu wa Kibanda Mangobo ni mungini wa mwisho mu teritware ya Mwenga na huko naelekea mu teritware ya Shabunda. Shambulio hilo lipya lilifanywa na vikosi vya wazalendo zidi ya ngome za wasi wa AFC M23 ndani ya eneo hiyo. Moto ukawaka kati ya pande mbili, majibizano ya moto yakaendelea hapo mweneo hiyo. Baada ya masaa matatu na wako napigana, wazalendo wakafanikiwa kuwapiga na kuwafukuza waasi wa AFC M23 ndani ya mungini huo wa Kibanda Mangobo. Na wakati hawa waasi waliondoka ndani ya mungini wa Kibanda Mangobo, wazalendo waliingia ndani na kukamata mungini huu na wazalendo wakaendelea kuwashambulia waasi wa AFC M23, wakaendelea kusonga mbele, wakafika kwa Lulongo pale ni ndani ya Lubimbe D. Mapigano yakaendelea ndani ya eneo hiyo ya Lubimbe D. Wazalendo wakaendelea kusonga mbele mpaka wakafika maeneo karibu na Chulwe. Kwa sasa hali ni ya wasiwasi tena tete kutokana na mapigano makali ambayo yanaendeshwa na wazalendo ndani ya maeneo karibu na Chulwe. Na kwa sasa Lubimbe hapo maeneo ya Kibanda Mangobo yako mumikono ya wazalendo baada ya mapigano hayo makali ambayo yalianza siku ya jana. Ni muteritware ya Mwenga ambayo tuko ndani kwenye wazalendo walifanikiwa kuvikamata ama kuvikomboa vijiji ama mingini miwili ambayo ilikuwa nakaliwa na waasi wa AFC M23, na kwa sasa hali inaendelea kukua tete tena ya wasiwasi sana ni karibu na Chulwe baada ya kukamata maeneo ya Lubimbe, Kibanda Mangobo. Kwa sasa Chulwe njo eneo ambayo wanaikaribia wangali napigana na waasi wa AFC M23. Na hiyo ndiyo hali halisi kwa sasa kwenye uwanja wa vita mu teritware ya Mwenga. Taarifa zetu zinaendelea, tuelekee ndani ya teritware ya Fizi. Jana jioni kabisa mapigano yaliendelea kati ya vikosi vya wazalendo FDNB na FARDC pamoja na wale waasi wa Twirwaneho M23 Ngomino na Redi Tabara. Ni ndani ya Tuetue pamoja na Mikenge ambapo jioni ya jana mapigano yalisikika. Wazalendo na FARDC walitoka ndani ya maeneo tofauti ambapo walikuwa wameelekea baada ya kuondoka maeneo haya. Waliatake AFC M23 Twirwaneho na Ngomino hapa Tuetue na Mikenge. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilianza kusikika hapo ndani
ya masaa ya Cesar ndipo tena mambo yaliharibika hapo. Mapigano yakaendelea kukamata hatua nyingine. Waasi wa AFC M23 ambao walikuwa wamekamata Tuwe na Mikenge, FARDC iliwashambulia pamoja na wazalendo ili kuwafukuza hapo wasije wakaendelea kusonga mbele. Na maeneo haya jinsi vita iko na endeka, waasi hawa wa Twirwaneho Red Tabara wanataka kusonga mbele wakielekea ndani ya Fizi Centre na Baraka. Pale njo kwenye wanataka waelekee paske walitokaka ndani ya eneo ya Bilalo mbili. Njo kwenye vita vilianziaka wakakamata hapo, wakafika Bichumbe pale mu territoire ya Mwenga sektere ya Itombwe, wakafika Tuwe na wakaelekea ndani ya Mikenge wakitoka Minembwe, na hapo njia zinawaelekeza kabisa maeneo ya Fizi Centre na Baraka, na pale FARDC nayo tena iliwashambulia ili kuwarudisha nyuma, iwafukuze ndani ya maeneo hayo ambayo walikuwa wamekamata, wasije wakaendelea kusonga mbele. Kwa sasa kunaendelea kusikika milipuko ya silaha nzito na nyepesi. FARDC, wazalendo na FDNB walirejea ndani ya maeneo hayo kuwashambulia Twirwaneho, FDNB plutôt AFC M23 Red Tabara na Ngumino ili kuwafukuza ndani ya maeneo hayo. Hali ndiyo hiyo kwa sasa, mapigano yanaendelea ndani ya maeneo hayo ya Tuwe na Mikenge. Na ukiona vita ambayo AFC M23 Twirwaneho na Red Tabara, yani coalition ya AFC M23 wako wanapigana huko, wana lengo ya kuzunguka kabisa mji wa Uvira. Wanapigania Moho Plateau de Fizi huko Mwenga monani Muitombwe. AFC M23 inatokea maeneo ya Walungu kuingia Mwenga, kule iko napigana ikielekea Moho Plateau, kule Fizi nani Twirwaneho AFC M23 Red Tabara nao wako napigana Moho Plateau de Fizi wakitaka kuelekea Moho Plateau Duvira, yani njia ni kuelekea Moho Plateau Duvira, na pale ni maeneo yanayozunguka mji wa Uvira. Kinachoonekana ni ya kwamba kabisa wanataka kuzingira mji wa Uvira na pia kuelekea ndani ya mkoa wa Tanganyika kupitia route nationale numero 5 au kupitia njia zinazokuwa karibu na lake Tanganyika. Kule njo kwenye uko naona kabisa wako na elekea, na FARDC na wazalendo FDNB kazi ni ya kwao kabisa wapigane na wasi hawa ambao wanataka kuibalikanize nchi ya Kongo. Hizo ndizo habari tunazo kabisa kutoka maeneo hayo ya Fizi, na hali halisi ndiyo hiyo kwa sasa. Mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. Tukiendelea na habari zetu, tangu akamatwe Constant Mutamba, jana alituma barua kwa shirika la habari Jeune Afrique na kusuluhisha akaunti zake. Ndani ya barua hiyo aliandika mambo tofauti na akaongelea kuhusu kesi yake. Kesi yake alisema ya kwamba kesi hii imetufanya tujiulize kuhusu tatizo la viongozi wetu ndani ya nchi yetu, kwani imeonyesha udhaifu wa mfumo wetu wa haki na mshikamano wa serikali. Alisema ya kwamba Rais Tshisekedi ndiye anayekosewa kuelewa na wasaidizi wake ambao wanatakiwa kumsaidia na kumlinda. Kwa kuchukua hatari kwa ajili yake, wasaidizi hawa wanapigana na wale wote wanaomsaidia kweli kwa kutengeneza kesi za uongo mara nyingi ili kuwafukuza mbali wafanyakazi kwa mtandao. Na alisema ya kwamba badala ya kuwa nguzo, haki yetu sasa inajitokeza kama chombo cha kulipiza kisasi kinachokusudiwa kuwanyonya wanyonge. Hayo ni maneno aliyoyasema Constant Mutamba akiwa gerezani, na alionyesha ya kwamba wale wa conseiller wale wanaokuwa karibu amba wale ambao wako mu gouvernement ya Kongo wanawapiganisha wale wanao pigana wakimsaidia Felix Tshisekedi. Anamaanisha ndani ya barua hii ambayo aliandika, anamaanisha ya kwamba
Felix Tshisekedi hawamuungi mkono na wale wanaomuunga mkono wanapiganishwa na wale ambao wako mguvernema wakitafuta kesi za uongo ili wafukuzwe kabisa mguvernema. Felix Tshisekedi anaonekana kuwa anaongoza nchi yeye peke kabisa, wasaidizi wake wote wanapiganishwa na wale ambao wako mguvernema na kuwatenga kabisa na guvernema ili Felix Tshisekedi abaki yeye peke bila wa kumsaidia. Alisema hayo Constant Mutamba akiwa gerezani. Tuendelee na habari zetu. Siku ya jana mnajua ya kwamba wa representa wa Kongo na wa representa wa Rwanda walikutania ndani ya Etats-Unis d'Amerique ndani ya kikao cha kuanza kuyafanya ama kuyatekeleza yale walio ya saini wakati wa kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya nchi mbili. Mbele ya wapatanishi wao siku ya jana walikuja kusinye cadre d'integration économique régionale, ambapo ile cadre ina mpango wa kushirikiana ndani ya maendeleo ya kiuchumi kati ya pande mbili, yani nchi ya Kongo na Rwanda. Na kusainiwa kwa kadre hiyo inafungua njia ya kuinvestire kati ya nchi mbili, kuanza biashara kati ya nchi ya Rwanda na Kongo. Ni kadre ambayo walisinye siku ya jana mbele ya wapatanishi wao Masade Boulos pamoja na yule Huka, huyu ni sous-secrétaire d'État wa Etats-Unis d'Amerique. Tuendelee na habari zetu. Felix Tshisekedi akiwa huko ndani ya nchi ya Brazil alikuja kusema ya kwamba hivi karibuni tena Etats-Unis d'Amerique itawaita kwa ajili ya kusinye makubaliano ya amani. Felix Tshisekedi alikuwa akiongea na wakongomani wanaoishi Brazil ni wakati wa kikao hicho, ambapo aliambia wale wa diaspora ya kwamba nchi kabisa inaongozewa vizuri na makubaliano yanayoendelea kati ya nchi ya Kongo na Rwanda yanaendelea kukamata hatua nyingine na kufikia pale ambapo matatizo yote yataisha, ambapo walisema ya kwamba hivi karibuni tena kuna makubaliano mapya ya amani ambayo watayasaini nchi ya Kongo pamoja na nchi ya Rwanda. Asante, hizo ndizo taarifa za asubuhi ya leo na waomba kuendelea kusubscribe. Merci.